الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، ايها الاحبه، يقول الحق تبارك وتعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. Allah subhanahu wa ta'ala asema ndani ya Qur'an ya kwamba yeyote ambaye kwamba Allah jalla jalaluhu atatamani ama atataka kumpea hidayah, basi atamfungulia moyo wake kufuata mafundisho ya sawa ya Uislamu. Manake miongoni mwa sababu za hidayah ama miongoni mwa alama za hidayah, alama ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuongoza ni pale atakapofanya moyo wako na nafsi yako kuwa inamili na inaelekea katika mafundisho sahihi ya Qur'an na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Muda wowote ambao utaona nafsi yako inaenda kinyume na mafundisho ya Allah ama mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam, na inakuwa na ugumu katika kuyafuata, basi ujue pengine Allah subhanahu wa ta'ala hajakuonyesha hidayah, kama Allah anavyoendelea kusema: waman yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama'. Yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatumtakia hidayah na mbele yake dhalal, potevu, kama ndio kitu ambayo kwamba anaiona, basi atakuwa anapata ugumu kufuata kila kitu ambayo kwamba inakuwa inampelekea katika Uislamu wa sawa, kana kwamba yuwapata dhiki sana. Sasa katika hii hali inatuonyesha kwamba Muislamu kusimama katika Uislamu wake wa sawa ni sababu kubwa ya hidayah, lakini ama ni alama kubwa ya hidayah. Sasa miongoni mwa sababu ambazo zinampelekea Muislamu kuwa katika hidayah na kuwa katika nafasi hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja nafasi ya hidayah, ambayo ndio Uislamu wa sawa, ulama alayhim rahmatullahi ta'ala wanatutajia baadhi ya mambo ama baadhi ya sababu ambazo zinamsaidia Muislamu kupata hidayah. Sababu ya kwanza ambayo inamsaidia Muislamu kupata hidayah, kupata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kujitahidi kufanya mambo yake kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu. Ibada yoyote ambayo kwamba unaifanya, jambo lolote ambalo kwamba unalifanya, kila kitu ambacho kwamba unaifanya, ifanye kwa ikhlas kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu, ili Allah subhanahu wa ta'ala aiconnect ile amali yako na yeye tabaraka wa ta'ala. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza wale ahli alkitab ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala sema: wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Hawakuamrishwa ila wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia dini yake. Wa anta ayyuha muslim, na wewe ewe Muislamu, unapokuwa unafanya mambo yako yote yafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa faida za kufanya amali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba ile amali yako ujira wake utabaki fi dunya wal akhirah, tofauti na mtu akifanya kwa ajili ya mtu, ama akifanya kwa ajili ya riya, ama akafanya kwa ajili ya mambo mengine akamkusudia sikuwa Allah jalla jalaluhu. Ala sabili mithal, Muislamu akiwa anasoma Qur'an, lengo lake la kusoma Qur'an ni watu wamsikie na sauti nzuri. Ala sabili mithal, au mtu akawa anatoa sadaqa, lengo lake ni kwamba watu wamsifie ya kwamba ni mkarimu. Huyu mtu atapata sifa za watu duniani, naam atapata, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hana nafasi. ndio ataenda kuambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala: qara'ta liyuqal annaka qari, ulisoma ili usifiwe kwamba uko na sauti nzuri. Waqad qila tasaddaqta liyuqal annaka karim, annaka jawad, ulitoa sadaqa ili uambiwe kwamba wewe ni mkarimu, na kweli palisema
Sasa huyu mtu anakuwa hana ujira wake akhira, tofauti na mtu ambaye kwamba atakuwa anafanya ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Binadamu macho yao yanaona na masikio yao yanasikia. Ukifanya zuri binadamu watakusifia, alaysa kadhalika, sababu wameona zuri umelifanya. Lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika utapata ujira. Sasa riya na ikhlas tofauti yake ni moja tu, ya kwamba ukifanya riya unalipa mara moja, utalipa duniani, binadamu watazungumza basi. Lakini ukifanya ikhlas utalipa duniani na utalipa akhira. Hawa binadamu wanaozungumza watazungumza, lakini kadhalika mbele ya Allah jalla jalaluhu utapata ukuna fauzi. Falidhalika hii ni miongoni mwa thamara ya mtu kufanya amali yake kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili katika sababu za Muislamu kupata hidayah ni itibau sunnati al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kujilazimisha kufuata barabara ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuha al-ahbab, ilikuwa haina haja ya Allah jalla jalaluhu kutuletea sisi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikiwa sisi hatumfuati. Kuna faida gani sasa kuletea Rasulullah? Kwamba kama wewe mambo yako unaifanya kwa kichwa yako, ibada yako unaifanya kwa kichwa yako, kila kitu unaifanya venye wewe unaona, ilikuwa haina haja ya Rasul ya Allah subhanahu wa ta'ala kumleta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini Allah amemleta huyu Mtume ili sisi tumfuate. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ama janna ndio target yetu, na barabara ambayo kwamba yusiluna ila aljanna huwa al-Mustafa alayhi salatu wassalam, tariqu al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni barabara ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi alipokuwa na masahaba wake akachora mstari, kisha pembeni yake akachora mistari mingi sana, kisha akawaambia masahaba zake, hii ndiyo barabara yangu, ifateni wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, ifateni barabara yangu hii nilionayo, wala msifate barabara nyingine ambazo kwamba kila mmoja atakuja na yake, matokeo yake mwisho ikawa kukuta kwamba mmeachana na ile barabara ya sawa. Falidhalika lazima sote tukue katika ile barabara ambayo ameieleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu tukifuata barabara ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam itakuwa ni sababu ya kupata hidayah kutoka kwa Allah jalla jalaluhu. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عن عائشة na riwaya nyingi atuambia Rasulullah, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, yoyote ambaye kwamba atafanya jambo ndani yake hakuna mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam atarejeshewa mwenyewe. Sasa utakwenda mbele ya Allah utapata ulikuwa na juhudi kubwa, lakini kwa kuwa ulikosa mutabaati Rasul alayhi salatu wassalam ukakosa hidayah yake ukapotea. Na jambo ya tatu ambayo ni katika sababu ya Muislamu kupata hidayah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni al-ikthar min ad-du'a, kukithirisha kumuomba Allah jalla jalaluhu. Nyanyua mikono yako muombe Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana sisi Waislamu Allah subhanahu wa ta'ala katuwekea suratul Fatiha, ndani yake kila siku tunamuomba Allah jalla jalaluhu ihdinas siratal mustaqim, kila siku zaidi ya mara 10 unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuongoza katika barabara iliyonyooka. Ndani ya salah unasema ihdinas siratal mustaqim. Dua ni sababu kubwa ya Muislamu kupata hidayah, na ukielewa Muislamu ya kwamba moyo wako uko kwa Allah jalla jalaluhu, wala wewe hujathamini hili, unaweza kujiona wewe upo katika msimamo wa sawa au katika barabara ya sawa, lakini hujidhamini ya kwamba wewe utadumu katika ile barabara. Fala budda muombe Allah jalla jalaluhu akupatie hidayah. Ndio katika dua ya Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anaomba Allahumma ya muqallibal qulub
thabbit qalbi ala dinik. Ewe Allah, ewe ambaye kwamba unazibadilisha hizi nyoyo. Leo hii huyu mtu yupo katika barabara ya sawa, kesho unamkuta hayupo katika barabara ya sawa, na kuomba Mola wangu uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Fadua, simama muombe Allah jalla jalaluhu. Wangapi tulikuwa nao jana ama juzi, wao walikuwa wanaonekana ni watu wema, lakini Allah subhanahu wa ta'ala lam yurid lahum alhidayah, hakuwatakia wao hidayah, pengine wanakata roho wakiwa ni watu waovu. Mtu anakufa akiwa amekaa katika maasi, mtu anakufa akiwa mogokaa imejaa katika mdomo wake. Watu wanaenda kumuosha, wanashindwa hata wanaosha vipi, domo yatoa harufu mbaya kabisa, kwa sababu alichagua barabara ya kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine mwanzo wake alikuwa katika njia ya sawa, lakini hakumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua. Allah subhanahu wa ta'ala ampe hidayah na ampe thabat katika hii barabara ambayo kwamba yuko nayo. Falidhalik, katika mambo ambayo kwamba yanamsaidia Muislamu kupata hidayah kutoka kwa Allah jalla jalaluhu ni al-ikthar min ad-du'a, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua. Ndio ilikuwa dua ya waumini, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ewe Mola wetu usizipondoe tena hizi nyoyo zetu ukazitoa katika barabara ya sawa baada ya kuwa tayari umetupea hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim, na utusamehe Mola wetu ili makosa ambayo kwamba tumeyafanya. Kwa nini waja wema walikuwa wanafatisha kuomba msamaha baada ya kuomba hidayah? Kwa sababu makosa mara nyingi yanampelekea Muislamu kuacha njia. Kila unapokithirisha kufanya maasi, inafikia wakati moyo wako unaweza ukawa mgumu, na ukifikia moyo wako ukawa mgumu, sasa unakuwa la tasma' ma'rufan wala tunkir munkara. Moyo wako hauchuji, hauchagui, hauna baya wala hauna ovu, kila kitu wafanya. Falidhalik, Muislamu anamuomba Mola wake hidayah na anamuomba Mola wake msamaha kwa yale ambayo kwamba ameyafanya. Pengine ile madhambi inaweza kuwa ni sababu ya kumtoa yeye katika hidayah, lakini miongoni mwa sababu ambazo zinamsaidia Muislamu kupata hidayah ni kuangalia ni kina nani ambao kwamba anawafanya kuwa ni jalisi wake. Manjulasa, ni kina nani ambao kwamba unakaa na wao katika kazi yako, nyumbani kwako, katika marafiki yako. Ni kina nani ambao kwamba wako karibu na wewe, kwa sababu al-ashab suhan, hawa marafiki hawa wanavuta, ni kama vile mawingu inapokuwa inaenda. Falidhalika, wale marafiki ambao utawachagua kuwa na wao, inaweza ikawa ni sababu ya wewe kupata hidayah, ama inaweza ikawa ni sababu ya wewe kutoka katika barabara ya sawa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kuwa Abu Bakar alimchagua Rasulullah kuwa ni rafiki yake, ikawa ni sababu ya Abu Bakar kupata hidayah. Abu Bakar alikuwa ni rafiki ya Uthman, ikawa ni sababu ya Uthman kupata hidayah na wengineo katika masahaba. Lakini Abu Talib alikuwa majamaa zake ni kina Abu Jahl na kina Abu Lahab, ndio ikawa ni sababu ya kumpoteza Abu Talib mpaka anafikia kutamka, anafikia mwisho ya uhai yake. Mtume sallallahu anamwambia, ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatun uhajibika yawm alqiyama. He ammi yangu, sema la ilaha illa Allah, neno hii mimi nitasimama na kukutetea yawm alqiyama ikiwa utaitaja. Lakini wale marafiki ambao kwamba alikuwa wako nao wanamwambia, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wataka kuacha mila Abdul Muttalib. Abu Talib mpaka mwisho hali yake anasema ana ala millati Abdul Muttalib, so akachagua barabara ya Abdul Muttalib kwa sababu ya marafiki yake. Wa anta ayuha almuslim, tizama man tusahibuhu man tujalisuhu. Warabu kitabu alikuwa anasema an almar'i la tasal wasal an qarinihi fakullu qarinin bilmuqarani yaqtadi عدو البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فتخمدي. Mtu ukitaka kumtizama na ukitaka kumjua usimuulize, tizama tu ni kina nani marafiki yake. Wewe rafiki zako ni watu waovu,
wewe rafiki zako ni watu ambao kwamba hawampendi Allah, rafiki zako ni watu ambao wanatangaza uadui na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao ndio wanawafanya kuwa marafiki zako. La, fala tasal wasal an qarin fakullu qarin bilmuqarani yahtadi. Fala budda Muislamu ajitahidi kutafuta as-sahibu as-salih, rafiki mzuri, kwa sababu rafiki mzuri itakuwa ni sababu yeye kubaki katika hidayah. Tutumalizia na hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam katika jambo kama vile hili, asema Rasulullah, almaru ala dini khalilihi, mtu anakuwa katika barabara alionayo khalili yake na rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalil, mmoja wenu watizame ni nani ambaye anamfanya kuwa khalili yake, ni nani ambaye kwamba anamfanya kuwa sahibi. Walidhalika, hizi ni sababu 4 ambazo zinamsaidia Muislamu kuweza kupata hidayah. Biidhnillah, tukipata wakati tutaendelea kutaja sababu nyingine. Nasallallahu tabaraka wa taala bimannihi wa karam an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وبعد. Alhamdulillah, siku ya jana tulianza kuangalia baadhi ya sababu ambazo zinamsaidia Muislamu kupata hidayah katika maisha yake, na tulitaja umuhimu wa hili jambo kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba katika hii dunia na akatufanya kuwa ni watu aina mbili, imma shakiran wa imma kafura. Imma utaamua kuwa ni katika wale watu ambao wanarudisha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya yale mambo ambayo kwamba Allah jalla jalaluhu anayapenda, na hiyo ndio hidayah yenyewe. Ama wale ambao kwamba utakuwa umechagua barabara ya mbaya, barabara ya watu ambao kwamba watakuwa ni wenye kupinga neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu yoyote ambaye kwamba atakuwa katika hidayah, manake atakuwa katika hii group ya kwanza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema imma shakira. Na hizi sababu tunazisoma ili tulazimiane nazo, tuwe katika hawa ashakirin ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja. Jana tuliangalia sababu ya kwanza kuweza kupata hidayah, na sababu ya pili, sababu takriban 4. Tukiendelea kusonga mbele, miongoni mwa sababu za mtu kupata hidayah katika maisha yake, almuhafadha ala salawat, kulazimiana na hizi sala ambazo kwamba mtu anasali. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam siku moja aliwauliza masahaba zake, maonaje lau anna nahran min babi ahadikum, maonaje ikiwa mtu mbele ya mlango wake kuna mto, kuna river imepita ndani ya mbele ya nyumba yake, ila akitaka kutoka kwenda kwa kazi yake anaingia katika ile maji anakoga, na akirudi kadhalika anakoga. Qala yaghtasilu fiha kulla yawmin 5 marrat, kila siku anakoga mara 5 ndani ya ule mto. Hal yabqa min daranihi shay, je, katika mwili wake kutabakia uchafu wowote? Masahaba wakasema la yabqa min daranihi shay. Ama nyinyi mwasemaje? Mtu anaoga kwa siku mara 5, mwili wake unaweza kuwa na uchafu mara 5 unakoga kwa siku? Ikiwa sisi pengine tu ubidi unaoga usubuhi na jioni na saa zote unakaa smart, kaifa bi shakhsin yaghtasilu kulla yawmin 5 marrat, kila siku anakoga mara 5? Masahaba wakasema la yabqa min daranihi shay. Mtume sallam akamwambia fadhalika mithlu as-salawati al-5, hivyo ni mfano wa hizi swala 5, yamhu Allahu bihinna al-khataya, Allah subhanahu wa ta'ala anamfutia mtu makosa kupitia hii swala. Mtume sallam asema as-salawatu al-5 katika hadithi yake ndefu, mwisho akasema mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibat al-kaba'ir, kama mtu akiswali swala hii kisha ukija tena kusali swala nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala anafuta ile makosa umefanya between swala hii na nyingine. Falidhalika al-ikthar min as-salah
was-salawat al-khams ni miongoni mwa sababu za mtu kusimama katika hidayah. Allah jalla jalaluhu anasema inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, sala inamzuia mtu kufanya machafu. Ndio maana ulama alayhim rahmatullahi ta'ala wasema, ukiona sala yako haikuzuii kufanya machafu, basi rudi uitizame vizuri sala yako. Maybe kuna problem katika sala yako. Pengine unasali hujakamilisha tahara, unasali ukiwa huna khushu', unasali ukiwa hujakamilisha ile vigezo za sala ambayo kwamba inatakikana. Fala budda Muislamu ajitahidi kutekeleza hii sala yake. Na miongoni mwa mambo ambayo kwamba anasaidia katika hizi ya salawat al-mafruḍa ni mtu kukithirisha nawafil, kukithirisha kusali sala za sunna, ikawa ni ba'diyya ama ni qabliyya. Hizi zinailinda ile sala yako. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam asema, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah, jambo la kwanza atakalohesabiwa nalo mja yawm al-qiyamah ni sala yake. Sala yake ikiwa imekamilika, basi mambo yake yote itakuwa imekamilika. Fa in saluhat saluha sairu al-a'mal, mambo yote itakuwa sawa. Lakini ikionekana katika sala yake kuna mapungufu, kuna makosa, kuna mapungufu kidogo, Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika wake, undhuru hal li abdi min tatawwu'in, tizameni, je, huyu mja wangu ana swala zile za nafila, swala za sunna. Hizi swala za sunna zina replace ile pahali ambayo kwamba imepungua ndani ya swala ya faradhi. Na sisi swala zetu ndio hii, ukisimama tu katika swala tayari ushaanza kukata barabara, ushaingia isli, ushatoka. Imamu anatoa salamu, hata ukumbuki amsoma nini kwa swala, khushu' haiko. Sasa hii ndio swala yetu, hii ndio swala itakulinda na maasi, hii ndio swala itakulinda na machafu. Na wakati tu unaiswali, shetani alikutawala kuanzia mwanzo wa swala mpaka mwisho wa swala. Fala budda Muislamu ajitahidi kutekeleza hii ibada kama itakikanavyo na kukithirisha kuswali swala hizi sunna. Hii itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuongoza katika maisha yake. Lakini miongoni mwa sababu kadhalika za Muislamu kupata hidayah katika maisha yake ni kujaribu na kujitahidi kusoma Qur'an, kujitahidi kufunua kitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an. Ibadallah, hii Qur'ani Allah jalla jalaluhu ameileta kwetu ikiwa ni shifaan wa rahmatan wa hudan. Isifie Qur'an utakao, sifa yoyote nzuri inaingia kwa Qur'an. Qur'ani ni tiba, Allah subhanahu wa ta'ala ameita. Wewe una maradhi, una matatizo, una dhiki katika maisha yako, rudi katika Qur'an. Solution ya matatizo ni Qur'an. Itizame hii Qur'an, isome hii Qur'an, usikose time ya kusoma Qur'an. Sisi tuna time ya kila kitu, tuna time ya kila kitu, mpaka time ya kuangalia FIFA pia tunayo, si ndio? Mtu anaweza kuamka usiku akatizama zake FIFA, lakini huyu akakosa time ya kusoma Qur'an. 24 hours amekosa hata dakika 10 ya kusoma Qur'an. Kisha huyu ataitoa wapi hidayah katika maisha yake? Turudi katika Qur'an, tuisome Qur'an, tutizame Qur'an. Huyu ndio rafiki ambaye kwamba kuketi na yeye hauchoki kusoma Qur'an, ila kama moyo wako utakuwa uko na maradhi. Sasa turudi tusome Qur'an, tujitathmini mwenyewe. Je, hiyo hali ambayo kwamba uko nayo na huo umri ambao kwamba uko nao, unaridhika wewe kuwa haujui Qur'an? Unaridhika wewe kuwa Qur'ani mpaka leo ikifunuliwa pahali kusomwa hauna pahali imamu akisoma unaelewa? Yani kila sehemu imamu akisoma wewe hauko, mpaka akuja qul a'udhu bi rabbin nas, nao ni Qur'an. Lakini kwa nini umekosa time ya kusoma Qur'an? Una simu sahi, labda uko busy, uweze kwenda kwa mwalimu akusomeshe, basi kwa barabara yako kutokea hapa waenda mpaka town warudi, dakika ngapi watumia? Hebu kila siku ukiwa waenda, eka azma ya kusoma safha moja peke yake. Chukua AirPods zako, eka kwa masikio, play Qur'an,
eka Sheikh Abdurrahman Sudesi yasoma Qur'an, sikiza peji moja tu, ukienda wasikiza peji moja, ukirudi wasikiza peji moja. Yani kwa siku moja unasoma karatasi moja. Baada ya siku 10 wewe mmaliza juzuu, wewe siku 20 wewe mmaliza juzuu 2, mwezi mmoja una juzuu 3. Manake wewe miezi 4 wewe ushamaliza mashafu. Lakini hii mahesabu Muislamu hana kwa akili yake, kwa sababu shaghalatna dunia. Na unaweza ukawa na temu ukashika simu yako ukatizama kila kitu kwa simu, ama ukasikiliza mambo mengine ila Qur'an. La, tumesoma katika ayati hapa ndani ya Qur'an, shaitani alichukua hii ahadi kutupoteza sisi binadamu. Hataki sisi tuwe katika hawa waja shakirin. Qala wala tajidu aktharahum shakirin. Alikula kiapo kwamba jamaa lazima niwapoteze ili apate kampani kuingia katika moto, na tukenda yaumul qiyama atawasaliti jamaa wake, atawaambia bana, mimi wewe ushawahi kuniona wewe, mimi ninakuja, ushawahi kuniona mimi ninakuja kukupoteza wewe kwa hii dunia, bora nisingizia mimi shetani amenivuta ama wahakadha. Fala budda Muislamu akithirishe kusoma Qur'an. Lakini miongoni mwa sababu wa biha nakhtimu al-yawm au ba'daha, katika mambo ambayo kwamba anamsaidia Muislamu kupata hidayah katika maisha yake ni tarku al-maasi wa tauba ila Allah azza wa jalla. Muislamu kujitahidi kuachana na maasi, kimbia maasi kadri uwezavyo. Kwa nini tunasema kadri uwezavyo? Kwa sababu kullu ibn adam khata, hakuna binadamu ambaye kwamba hana makosa. Sasa kila mtu anakosea, kila mtu anakosea. Ama neno ameyasema Rasulullah kitambo kwamba kila binadamu anakosea. Walihadha mtume akatuambia wa khairul khata'in at-tawwab, wa bora ambao kwamba wanakosea ni yule mtu ambaye kwamba akikosea anakumbuka kwamba ako na Mola wake, yafaa arudi kwake amuombe msamaha. Sasa jiepushe na maasi, na ikitokea umefanya maasi muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Sote tutakosea, lakini katika hili la pili ndio ambalo kwamba limewafanya as-salihin, wale waja wema, kuwa juu. Man yadhunnu anna as-salihin bina dhulum, nani ambaye kwamba nadhani ya kwamba ati watu wema hawafanyi madhambi? Watu wema wanafanya madhambi. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala alipoteremsha hizi aya za kutoa haddi ya mzinifu, ziliteremka zama gani? Az-zaniyatu waz-zani zilikuwa zama gani? Qur'an ilikuwa teremka zama gani? Kinzama masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Kwani si kuna masahaba walizini ama mjui? Si wako masahaba walifanya? Mwanamama anaenda kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akiwa yuko na mimba, anamwambia ya Rasulullah, asabtu haddan, mimi nimefanya jambo ambalo kwamba linaniwajibisha mimi nifanyiwe haddi ya Rasulullah. Yalitokea haya, lakini kilichowafanya wakawa ni bora ni nini? Ni kwamba pale mtu alipokosea alikumbuka kwamba Allah afanye tauba. Na hii kitu ndo ambao kwamba sisi tunachelewa. Ukishafanya dhambi hii, ukafanya dhambi hii, ukafanya dhambi hii, mpaka sasa unakuwa na madhambi mingi, umejisahau, hujafanya tauba. Muislamu ukipata uwezo, si ukipata, jitahidi daily umuombe Allah subhanahu wa ta'ala, imsah dhunubaka qabla an tanam, kabla hujalala muombe Allah subhanahu wa ta'ala kusamehe madhambi. Fanya tauba kabla hujalala. Unaamka siku umekuwa mpya, hauna tena kosa lingine, kwa sababu lazima tu utakosea. Sasa ukisahau ukakosea leo kidogo, mara umepita pahali ukatukana mtu, mara umepita pahali ukasengenya mtu, mara umepita pahali ukadhulumu kidogo, mara umetizama kinyimbo kidogo kwa TikTok. Maana yake huwezi kuscroll TikTok alafu kisha usikutane na nyimbo kidogo, utakutana na nyimbo. Mara unaweza kuchukuliwa kidogo, uangalia auratu, umetoka astaghfirullah, umefanya zako tauba, umefuta madhambi yako na hakadha. Fa at-tauba ila Allah ta'ala. Na jambo la mwisho ndugu zangu katika imani ambalo linamsaidia Muislamu kupata hidayah ni talabul ilm ash-shar'i, kujitahidi kusoma. Una uwezo wa kupata wakati wa kusoma, nenda usome. Wala usikiwe na ile akili utasoma mpaka
Jitahidi usome. Kadri mtu anapokuwa na ilmu kubwa ndio kadri anavyozidi kumjua Mola wake. Ukijua adhamat Allah, ukijua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni sababu ya kukuzuia kumuasi, itakuwa ni sababu ya kumuogopa. Walihadha qila min zaman wa kayfa attaqi ma la adri ma attaqi. Watakum wabudu Allah na humjui Allah jalla jalaluhu. Watakum wabudu Allah ala jahl. Hii ni dini al-Yahud, hii ni dini al-Nasara, dini ya manasara. Walikuwa wanamwabudu Allah ala jahl. Lakini Muislamu la budda an yaqra wa la budda an yataallam. Wala asikuje mtu akakwambia wacha mambo ya kusoma. Kusoma ndio amri ya kwanza ambayo Allah ameileta ndani ya huu ulimwengu. Fajtahid qadra al-imkan, jitahidi uwezavyo kutafuta ilmu. Sawa sawa, una uwezo wa kusoma, nenda usome muda wowote uwezao. Bali Mtume sallallahu ameeleza mtu unapokuwa katika talabul ilm anahesabika fi sabilillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah tamsahilishia njia kwenda peponi. Fatalabul ilm ayuha alikhwan, kusoma ni miongoni mwa sababu kubwa ambayo kwamba itasaidia Muislamu kupata hidayah, kwa sababu atajua mambo mengi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamtaka, na kadhalika ataweza kusaidia jamii yake. Unajua, tizameni wale watu ambao wanaleta mabadiliko makubwa katika ulimwengu, lazima atakuwa na ilmu, amesoma. Shekhe katika mji wako leo, yule shekhe katika mji wako ambao wewe mwenyewe leo ukipata problem yoyote unamfuata, jiulize ama angalia, tizama biography yake, utakuta ni mtu ambaye kwamba amesoma. Sasa kama kweli unataka kusaidia watu, soma. Ile ilmu yako itakusaidia wewe na itasaidia watu. Jamii iko na dhiki nyingi na matatizo mengi, labda tupate watu ambao kwamba watakuwa wanaiongoza hii jamii. Na watu haiwezekani wakawa wajinga. Mjinga hawezi kuongoza, labda kuwe mtu ambaye kwamba yuko na ilmu, na ilmu ambayo kwamba ndani yake iko na ucha Mungu. Si ilmu ambayo kwamba mtu anataka kusoma ili aonekane yeye ni msomi. Si ilmu ya mtu ambaye kwamba anataka kusoma apate sifa za watu. Si ilmu ambayo kwamba mtu anataka kusoma ili afanye majadiliano na watu. La, bali ilmu ambayo kwamba mtu anasoma anataka kuondoa jahil katika nafsi yake na kwa watu wengine. Falidhalika, hizi ni miongoni mwa sababu ambazo kwamba zinamsaidia Muislamu kupata hidayah katika maisha yake. Nasallallahu ta'ala an yahdana siratal mustaqim wa an yusliha qulubana wa a'malana wa yaj'alna min ibadihi al-muhtadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.